Yes, welcome back DB Tech. Tunamshukuru Mungu, tumepokea mwaka mpya salama. Tunaendelea na tumaini yetu kwamba na we pia unaitusikiliza huko salama. Tunaendelea kukuletea mifumo na leo tunakuletea mfumo wa vikoba management system. Hii system itakuwezesha wewe kwa mwaka mpya huu, kwa kuwa muda huu ni muda wa kuanza vikoba, muda huu ni muda wa kuanza kusajili na nini, utawafanya muwe tofauti na msitumie nguvu sana kutunza data, lakini pia kupata ripoti kwa namna yoyote vile mtaweza mkapata. Hii tunaiona hapa ni login form ambayo utaingiza username na password. Lakini kama ni mara ya kwanza, hapa imekuuliza click here to register. Hapo ukibonyeza itafunguka sehemu ambapo utaingiza username, password na utaconfirm password, then utasign hapo. Then baada ya hapo uta click here to log in, ambapo sasa utaingiza credentials zako. Kama mimi naingiza credentials zangu hapa, na kama ukikosea hizo credentials itakupeleka sehemu ulipokosea na unaweza ukaedit, then ukaandika kwa usahihi, ukalog in, ikaingia kwenye dashboard. Hii ndio dashboard ambayo tunaiona, ina hizi taarifa, kina wanachama, michango kama tunavyoziona. Ina dashboard, ina wanachama jumla ngapi, hisa total shingapi, mikopo na marejesho ni kiasi gani. Lakini hapa unaweza ukasearch mwanachama yote ukapata taarifa yake. Kwa mfano naweza kasearch Heri, then tukaona taarifa zake za hisa, mikopo, balance pamoja na everything ambayo tunaiona hapo. Tukija moja kwa moja hapa tunaweza tukarefresh, sawa na hapa unaweza ukarefresh. Lakini pia hapa kwa wanachama unaweza kuna active na inactive, kwamba active ni wale ambao wapo wanaendelea, na inactive ni wale ambao utaweka ambao wamestop au kwa namna yote ile mmewaweka inactive. Hapa unaweza ukaadi mwanachama mmoja ambapo utajaza taarifa yake, na hapo utabonyeza kwa kuadi picha. Kwa mfano hawa ambao hapo tuta cancel. Kwa mfano huyu wa kwanza unaweza ukaona picha yake hiyo, ukiadi unaweza ukaenda ukabadilisha picha. Ni pia unaweza kama amekuwa inactive unaweza ukamweka inactive hapa na ukaweka maoni hapo ka save. Lakini pia tunaona mwingine huyu ana picha kama tunavyoona. Kwa hiyo unaweza ukaadi picha za wanachama, lakini pia unaweza uka download Excel hapo, kwa maana uje usajili wanachama wako kwenye Excel, then utakuja uwapandishe kama tunavyoona Excel, utakuja uwapandishe hapa kwenye upload, utaenda ku attach hiyo file, then utaiattach hapa. Unaweza uka search kwa mfano jina Heri, utaona mwanachama yote mwenye jina lolote, basi unaweza kwa namna hiyo. Ndio hapa tunaweza tukasajili. Inactive watakuja wale ambao wote utakuwa umehapa status inactive, utakuta wako hapa. Yes, tukija hapa kwenye orodha, tuje hapa kwenye setting. Hapa kwenye setting kwanza ndio unaweza ukaandika jina la kikundi, address, email pamoja, yani location kama nini. Lakini hisa, ununuzi wa hisa moja nyewe mnanunua kiasi gani? Kwa mfano labda ni 3000, 1035. Yes, unaweza ukaandika hapo 1035 then ukasave. Lakini huku utakuja kufuta takwimu za takwimu hapa itakuomba password, na ukikosea itakataa, ambapo unatakiwa uje ufute takwimu mbalimbali. Kama umepokea basi utakuja ufute takwimu ili ibaki empty au ibaki wazi, ili uingize data zako. Tukija hapa kwenye hisa, hapa ndio tutakuwa tuna uwezo wa kununua hisa, lakini hisa tutakuwa tunaziona kwa awamu. Kama tunakutana kwa mwezi, basi utaona kwa zimekuwa represented kwa hisa namba. Hisa namba moja labda ni mwezi wa kwanza, hisa namba mbili labda ni mwezi wa pili. Kama ni kwa wiki the same, hivyo hisa namba moja itakuwa wiki ya kwanza, wiki ya pili, lakini itakuwa ina tarehe, kwa maana itakuwa na represent ni wiki ya kwanza ya tarehe ngapi, au mwezi wa kwanza tarehe ngapi ambao mnanunua nyie hisa. Kwa kila wiki ambao nyie mnanunua au kila mwezi utakuwa unaona analysis ya ununuzi wa hisa kama tunavyoona hapa. Tunaanzia wapi? Tutakuja hapa kwenye add new, hadi ununuzi wa hisa mpya hapa, ambapo utachagua ni hisa namba ngapi. Mfano ni mwezi, kama ni mwezi wa tatu, kama ni awamu gani, ni wiki ya tatu. Ukibonyeza hapo utaona inakuja hapa. Lakini utachagua nanunua kwa cash mfano, au kwa benki au kwa simu, utakuta hapo orodha yote. Unachagua mwanachama anayenunua huyo, utabonyeza hisa, na unaweza tunaona 1035 tumeandika pale kwenye setting. Ukiweka 2 hapa tunaona inakuja huku 70. Kama anapigwa faini unaweka hapa.
Kama hapa unaweza ukasema amelipa au no. Ukibonyeza add tunaona unpaid, bado hajalipa. Unaweza ukachagua mwingine hapa labda huyu amenunua hisa 3, huyu paid, unabonyeza tu hapa inakuwa paid. Ukibonyeza unaona huyu status ni paid, unachagua mwingine. Kwa namna hii ndio unakuwa unanunua hisa, very simple. Labda hisa moja, kama na penalty, labda huyu na penalty ya 5,000, yes, then ukibonyeza tutaona sehemu ya penalty anayo. Ukibonyeza tena mwingine sehemu ya penalty labda hana, huyu amenunua hisa 10, unaweza ukaandika hapa hisa 10 direct kabisa, tunaona hiyo, then uta add, tunaona huyu amenunua hisa 10, na huku chini tunaona total walionunua hisa. Unaweza ukai-complete, tukasema ime-complete, au kuna wengine bado unasema bado haijakamilika, kuna wengine watakuja wanunue noti, labda unaweza ukasema ununuzi wa hisa ya 3, namba 3 ya tarehe, unaweza ukaandika noti yoyote ile unayoona wewe, labda ya tarehe 3 mwezi wa kwanza, mwezi wa kwanza 2026 mfano. Lakini pia baada ya hapo uta complete hapa, tutaona ina refresh na tutakuja kuiona hiyo hisa namba 3 hapa tayari iko incomplete kwa sababu tumeweka status incomplete. Wakija kuendelea hapa tutaweza kuedit, unaweza kufuta hapa. Kwa mfano ukibonyeza edit hapa, ukichagua hisa namba 3 hapa ukirefresh utaona walionunua. Unaweza ukaadi mwingine au kaedit mwanachama yote. Kwa mfano huyu wa Heri Pap, unaweza ukabonyeza hapa, takwimu zake zitakuja hapa, labda sio 5 alinunua ni 3. Ukibonyeza zilikuwa sio 3 ilikuwa ni 5, ukibonyeza unaona zinaongezeka na saizi ni unaweza ukasema ni paid, na hauji kwenye ad, una update taarifa. Kwa mfano huyu wa kwanza ambaye ni Asma, naye amelipa, unaweza ukaja hapa ukarefresh ukaweka status, then ukaweka lakini ukaweka status paid lakini ukarefresh kama tunavyoona tayari wote wamekuwa refreshed, na hapo unaweza ukaweka complete kama wamekamilika, ukaja ukasave hapo. Saizi ukisave tutaona wote complete. Kwa hiyo hapa tunaweza tukanunua hisa kwa kila awamu, tunakuwa tunaona tuliingiza kiasi gani jumla tunavyoziona ununuzi wa kila siku. Hapa unaweza ukadownload to Excel kwa kila awamu. Kwa mfano hii awamu ya 3 kama ni mwezi wa 3 tunaweza kaona, na hapo utaona hisa namba 3 alionunua awamu hiyo ni wangapi kama tunavyoiona hapo. Lakini si tu kwa Excel, unaweza ka show in PDF ambapo itakuonesha hiyo hisa namba 3, lakini pia unaweza ukaiweka in PDF kwa kubonyeza hapa, then unaweza ukasave ikakuonesha walionunua hiyo siku awamu ya 3 ni wakina nani kwa PDF kama tunavyoiona. Sio awamu hizo, tuna awamu zilizopita hizi, unaweza ukaweka PDF ukashow kama tunavyoona. Hii ni hisa namba 1, tutaona hapa juu imeandika hisa namba 1 na jina la kikundi Tumaini jipya na tarehe ya ununuzi itaonekana hapo juu kama tunavyoona, na yenyewe unaweza kuweka PDF. Lakini hizi ni za awamu. Sasa unataka kuonyesha wanachama wa awamu zote 3 au 10 au namna ambavyo mmenunua mpaka mwisho. Ukibonyeza hii PDF itaunganisha malipo yote awamu zote 3. Kwa mfano tumenunua 3, hisa ya kwanza, hisa ya pili na hisa ya 3 kwa wanachama walionunua, na mwisho itaweka total, na itaweka total ya mwanachama ambaye amenunua hisa kiasi gani kama tunavyoona hapa. Kwa hiyo itakuwa iko already. Hapa ni ununuzi wa hisa. Tuje kwenye michango pia unaweza ukasajili mchango mpya. Kwa mfano hapa una kiingilio, kuna mfuko wa jamii maendeleo, na nyinyi mnaweza kuwa mna michango mbalimbali. Unaweza ukaadi mchango ukaupa jina ni mchango wa namna gani na wenyewe una kiasi gani, ukasave hapa. Refresh utakuja unaona orodha inaongezeka. Michango utaisajili mwenyewe however unayohitaji wewe, michango gani na nini. Kwa kama una michango utasajili hapa na kiwango cha hiyo michango, then ukija hapa kwenye kulipa michango iko the same kama hiyo ya hisa, ambapo uta add new mchango. Utasema labda ni awamu gani ya ununuzi, labda ni awamu ya pili, utachagua hapa labda ni cash au ni nini, labda ni cash hapo, labda huyo ananunua nini. Utakuta michango yote na gharama zake. Mfano kiingilio utaona tayari nakuja hapo ni 10,000 tuliweka, basi utasema paid, uta add hapa yes. Ukirefresh tunaona tayari huyu ameshanunua, ameshalipia mchango huo. Waweza tafuta jina lingine hapa, mfano Heri, naye pia amelipa cash, lakini ukichagua tu hapa utaona tayari 10,000 na yenyewe ni paid. Uta add hapa, tunaona utachagua mwingine hapa. Kwa hiyo ni namna gani tu unakuwa unachagua, una refresh ni mchango gani. Michango yote itakuwa inaonekana, una add tu hapa, tunaona paid, na yenyewe utaifunga labda ni mchango
wa pili wa tarehe mfano 3, utachagua, utaweka tarehe yoyote kwa namna yoyote vile unavyopenda, incomplete or not, ni complete kama ile ile, then uta save hapa, ita refresh. Tutaona tayari na yenyewe imekuja kama vile kwenye hisa, na yenyewe unaweza ukaedit hapa ukaweka Excel, in Excel form kama tunavyoiona, basi itakuwa na kama kuna michango tofauti, basi itakuwa inaonekana tofauti kwa kila mchango. Kwa utapata tathmini zote za michango. Lakini pia unaweza ukaja hapa kwenye mikopo, ambapo hapa tutaweza ukaona mkopo. Mkopo unaweza ukasajili mkopo mpya, kwa mfano anaikopa nani, labda ni Amina Rosore, tumweke nani, tumweke labda ni Zuhura Danieli, mfano anakopa mkopo gani? Utaweka mikopo yako, kama una mkopo mkubwa, una dharura nani, yote utaiweka. Hii ni mfano hapa ambao tumeweka, labda anakopa mkopo mkubwa, tarehe ya kukopa labda anakopa tarehe ya leo, tarehe ya jana mfano, kiasi anachokopa labda milioni 1. Yes, milioni 1. Awamu labda anarudisha awamu 12, yani kwa mwezi, kama ni miezi 12, kama ni awamu au yote hivyo utaweka hapo. Hisa, asilimia ya hisa mfano sisi yetu ni 1.5, ni 1.5%. Tuweka 0.015. Atamaliza tarehe gani? Labda tarehe hiyo 2 ya mwaka 27 ndo anamaliza mkopo wake, awamu zote 12 kama ni kwa mwaka. Ukishamaliza hapa, basi utausajili huo mkopo mpya, basi utagenerate, na huku tutaona tayari huyo Zuhura alishafanyaje, alishanunua. Tunaona hapa kwamba amekopa milioni amount miezi 10 na awamu 12, anatakiwa arejeshe kila mwezi 99,458, ambapo mtoto mkopo wake utakuwa ni payment itakuwa ni milioni 1,97,500, kwamba na zile asilimia nini ya mkopo, lakini marejesho yake bado hajarejesha. Kwa hiyo kwa mfano hapa akija, ukitaka kuedit mkopo wake, utakuja hapa papo bonyeze, utaona takwimu zake zinarudi hapa, ambapo unaweza ukaedit whatever, then ukaja hapa usibonyeze save, itaongezeka ndio hapa sehemu ya edit, itauedit huo mkopo wake, na ambapo unaweza ukampa schedule ya marejesho yake yeye na nini. Kwa kubonyeza hii Excel itafunguka schedule au ya mikopo yao wote ambao wanakuwa na. Kwa mfano Zuhura ndio huyu, tunamuona huyu hapa ni awamu 12 tunavyoona hapa, na ni hii hapa kila awamu ni kama vile tunavyoona. Kwa hiyo unaweza ukaiprint ukampa, lakini ukiona waliopita tena hawa hapa, na huyo ilikuwa ni miezi 6. Kwa hiyo kila mmoja aliyekopa utakuwa unaona schedule yake ya namna ambavyo mkopo wake unavyokwenda na marejesho ambayo anatakiwa afanye. Lakini pia unaweza ukafanya malipo. Utabonyeza hii alama imeandikwa lipa. Kwa mfano huyu Zuhura anataka alipe, utabonyeza hii alama pap, utasema tarehe, labda anarejesha leo tarehe hiyo, tuseme labda ya mwezi wa pili hapa, labda kiasi cha kurejesha kitakuwa hapa, labda amerejesha chote, utakiandika hapa 58 anatakiwa. Kama ana penalty utaweka hapo, then utasave. Ukisha save tu tunaona marejesho tayari aliyolipa imekuwa imeongezeka hapa kama tunavyoiona hapa, na mkopo wake baki umepungua, anatakiwa alipe hii, imebaki hii. Kwa namna anavyokuwa anarejesha inakuwa inapungua hivyo hivyo. Hata ukija tena kwa mwezi mwingine, labda amerejesha, tuseme labda amerejesha, tutaona itakuwa inapungua hivyo hivyo, inakuwa inapungua, labda mwezi wa 3 kiasi labda ni hicho 91,458. Yes, labda hapa alipigwa penalty ya 5,000. Ukisave pap, tayari tunaona imepungua, imebaki 900,000. Ameshalipa awamu hizo ngapi? 2, na tutaweza kuzikuta kule. Lakini pia unaweza ukaweka unaweza ukaufuta mkopo kama umekaa vipi, lakini pia unaweza ukaweka wadhamini wake hapa kwenye jumlisha, ambapo labda mdhamini wake wa kwanza labda ni Heri, mdhamini wake wa pili labda ni nani, labda ni Amina. Hawa ndio wanamdhamini mkopo. Utasave, ambapo unaweza ukaona mkataba wa mkopo wake huo hapo utaonekana, ambapo utaonesha mkopo umefanyika tarehe hiyo hapo katika kikundi cha Tumaini Jipya pamoja na Zuhura Danieli ambaye amekopa shilingi milioni 1. Itaonekana taarifa zote na wadhamini. Anasema mkopo umedhaminiwa na Heri pamoja na Amina, ambao tumeweka na tarehe za kumaliza, na huku chini wanaweza wakasaini au walengwa kama tunavyoona. Unaweza ukaprint kwa control P, ukauprint mkataba wa mkopo kama tunavyoona, then ukampa. Lakini tunaweza tukauboresha kwa namna ambavyo wewe utataka tuuboreshe. Yes, kama tunavyoona hapo. Lakini pia hapa tulikuwa tunazungumzia mikopo kwa ujumla wake kama tumevyoona hapo.
ambapo tutakuwa tunaona analysis. Lakini pia hapa kwenye mikopo tunaweza kuona marejesho. Yale marejesho yote yalikuwa yanafanyika. Kwa mfano Zuhura alinunua mara 2, tunamuona haya hapa marejesho yake tunavyoyaona hapa, na unaweza ukasearch hapa kwa tarehe ukayaona. Mfano hapa tuseme hapa hata hadi tarehe labda mwezi wa 5, tukirefresh tutaona takwimu zote walionunua kuanzia tarehe hadi hiyo, na unaweza ukaweka PDF, Excel, ka download marejesho yote kwa mikopo tofauti tofauti. Kwa mfano dharura, kuna mtu alikuwa amekopa dharura, huyu hapa mkopo mkubwa, watakuwa wako wanatofautiana ili isichanganye aina za mikopo. Lakini pia unaweza ukaweka PDF ambapo tunaweza tukaiona, ambapo na yenyewe pia itakuwa tofauti tofauti. Kwa mfano ni mkopo wa dharura, lakini ukishuka chini utaona kuna peji nyingine ambayo itaonekana mkopo mkubwa, kwa kadri ambapo tutakuwa tumeisajili hiyo mikopo majina yake. Lakini pia unaweza kaweka hapa PDF ambapo unaweza ukaisave hiyo in PDF. Kwa hiyo marejesho yote unaweza ukayapata kwa namna hiyo. Tukija matumizi, unaweza ukarekodi matumizi, labda kama mna matumizi ya kikundi kama tunavyoona, unaweza ukasajili hapo ukafanya matumizi. Ukija hapo kwenye reports, unaweza ukapata ripoti zote. Kwa mfano mwanachama all au kwa tarehe, utachagua hapa labda kwa all, then utaweza ukashow hapa utaona kwa wanachama wote kwa namna ambavyo unaweza ukasema labda kwa tarehe. Ukiweka kwa tarehe hapa, basi utaweka hizo tarehe unazotaka. Mfano mikopo, hisa, ukitaka kwa pamoja kwa tarehe wote utakuwa all. Mfano hisa kwa all kisho, basi utaona namna ambavyo wananunua. Lakini pia unaweza kaweka in Excel. Kwa hiyo ripoti zote utaziona kwa tarehe, kwa nini, kwa ujumla wake kwa ripoti. Lakini pia kwa michango, kwa utakuwa unaangalia wewe unataka kwa tarehe, unachagua hapa unapata. Lakini uzuri kabisa hapa imesema labda nini, unaweza ukaclick here ili tugenerate hiyo ripoti yako, ambapo kigenerate hapa utapata vitu vingi. Ripoti ya ujumla hapa unaweza ukaionyesha hapa, ripoti ambayo ya kikundi ambavyo inaenda kila mtu amefanyaje na kila kitu tunavyoziona. Unaweza ukaishow ukaweka PDF hapa, inda kuhitaji usevu kama hapo tunavyoona. Yani kuna ripoti nyingi sana whatever unavyozihitaji wewe. Kama hii tumeiweka PDF, tunaiona hii hapa, ambapo itaonesha ripoti mbalimbali, yani ripoti ziko mbali kwa namna ambavyo wewe utahitaji, basi utapata. Uzuri unaweza ukaona na gawio, kwa sababu hapa kwenye kikundi hapo unaweza ukaona maendeleo ya kikundi na faida ya kikundi kama tunavyoiona, ambayo hii iko kwa kiongozi, wanachama wangapi na nini. Kama tunavyoiona profit iko hapa ishatengenezwa kama takwimu zinavyoonekana, na tarehe ya kuupdate. Tukiupdate tarehe nyingine itakuwa inabadilika hivyo. Lakini pia kwenye gawio hapo unaweza ukaona hapo, then ukashow gawio kama hiyo, nani anastahili kiasi gani kulingana na hisa zake alizozipata, tunaona na asilimia na gawio linavyosema hapo kama ninavyosema. Lakini unaweza ukaweka pia in Excel ambayo tunaiona kwa ajili ya analysis na nini. Kwa hiyo kila kitu kitakuwepo hapo, na SMS ziko hapo, unaweza ukashow in Excel SMS hapo, ambapo tunaona tayari habari, maendeleo ya nani na nani. Nasema habari Amani Saidi Juma, maendeleo ya kikundi cha majengo. Kama tunavyoona hapo, inaonesha kila kitu, SMS imeshajieleza hapo, na namba za simu kama umezijaza basi zinaonekana hapo, kwa maana unaweza kuja ukatuma. Kwa hiyo hii system kwa kweli imekamilika na imetumia nguvu kubwa sana kuitengeneza. Thank you. Na hapa tukija kwenye dashboard tunaona inabadilika. Takwimu zote tulikuwa tunazifanya hapa, tunaona mabadiliko yake yanaonekana hapa. Asante na karibu DBTech kujipatia mfumo pendwa kabisa uliozingatia kila kitu ambacho wewe utakuwa nacho kwenye kikundi chenu. Thank you and welcome again.